Ndugu mtazamaji wa Sibuka TV na msikilizaji wa Lindi FM, ninakusalimu kwa jina zuri la Yesu Kristo asubuhi ya leo. Ninapenda sana kukaribisha katika neno la siku tunapoanza siku nzuri ya Jumanne. Ninamshukuru Mungu sana kwa sababu ametulinda, ametutunza na ametuamsha salama. Asante kwa maombi yako. Najua natuombea, ndio maana tunaendelea kuishi na kufanya kazi ya Mungu. Barikiwe sana. Naomba tuombe. Baba, katika jina la Yesu, ninakubariki sana asubuhi ya leo. Asante kwa ajili ya ndugu mtazamaji wa Sibuka TV na wasikilizaji wa Lindi FM. Tunapoanza siku, Baba, imekupendeza tuwe na neno la siku ambalo tutatembea nalo leo na siku zingine zote. Kwa sababu hiyo, Bwana, sema na mimi, sema na ndugu zangu katika jina la Yesu. Amen. Somo letu asubuhi ya leo linasema Mungu anataka uwe mtakatifu. Mungu anataka uwe mtakatifu. Ndio somo letu asubuhi ya leo. Mungu anataka uwe mtakatifu. Naomba nisome neno kutoka kitabu cha Waefeso ule mlango wa 1 na mstari wa 3 mpaka ule wa 4. Waefeso mlango wa 1 mstari wa 3 mpaka wa 4. Atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo, kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Hebu sikiliza maneno haya. Paulo anaandika waraka huu kwa Waefeso. Anasema hivi: atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote, sio chache, kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo, kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe mwenyewe unaweza ukawa shahidi namna gani Mungu anataka tuwe. Haya maandiko au huu waraka ambao Paulo aliwaandikia Waefeso, alitaka hao Waefeso ambao walikuwa wameokoka, alitaka wawe ni watu wa namna gani? Anaandika waraka huu akiwa analenga kuwapa maelekezo, kuwapa namna ya kuishi kama watu, sio watu wa dunia tena, bali kwa watu waliookoka. Maana ukisoma hata mwanzo tu wa barua yake anasema hivi: Paulo, mtume wa Yesu Kristo, kwa mapenzi ya Mungu, kwa watakatifu walioko Efeso, wanaomwamini Kristo Yesu. Unaona? Neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana Yesu Kristo. Unaona barua inavyoandikwa? Hiyo ni anwani. Paulo anajitambulisha yeye ni nani. Anasema Paulo, mtume wa Kristo Yesu. Si kwa kujifanya yeye, kwa mapenzi ya Mungu. Sasa anaiandika barua kwa watu gani? Kwa watakatifu walioko Efeso. Kama angekuwa anawaandikia watu walioko Sengerema, angesema kwa watakatifu walioko Sengerema, kwa watakatifu walioko Dodoma, kwa watakatifu walioko Dar es Salaam, walioko Arusha,
kwa watakatifu walioko Cairo. Namshukuru Mungu, ukienda Cairo kuna makanisa ya watu waliookoka. Katika orodha ya madhehebu yalioko Misri, niliwahi kuona Egypt Assemblies of God. Egypt Assemblies of God. Nikamshukuru Mungu kwamba kumbe hata huko yako makanisa ya watu waliookoka. Ukienda Uingereza kuna England Assemblies of God. Kuna Elim Pentecost. Lakini si neno. Haya ni majina yanathibitisha kwamba wako watu waliookoka sehemu zile. Japo kusema kweli, baadhi ya madhehebu ambayo yana majina ya kuwa hai yamekufa. Na hili ndio sikitiko. Unaweza kuwa na jina zuri la dhehebu, kama vile tulivyo na jina zuri The Evangelistic Assemblies of God Tanzania. Ni jina zuri. Tanzania Assemblies of God ni jina zuri. Church of God ni jina zuri. Changamoto ni kwamba, je, unaishi sawa sawa na hilo jina? Maana Yesu analiambia kanisa moja, una jina la kuwa hai, lakini umekufa. Huu baridi, huu moto, umekufa. Umeuacha upendo wako wa kwanza. Kwa hiyo hapa Paulo anaandika waraka huko kwa Waefeso. Lengo kubwa, anataka awaonyeshe Mungu anataka kitu gani. Na mimi asubuhi ya leo naleta neno hili kwako, kwamba Mungu anataka uwe mtakatifu. Mungu anataka tuwe watakatifu. Ndio somo letu. Mungu anataka wewe mama unayenisikiliza, wewe baba unayenisikiliza, uwe mtakatifu. Wewe baba unayehubiri kama mimi ninavyohubiri sasa, uwe mtakatifu. Maana si wote, Yesu anasema, si wote waniambiao Bwana Bwana watakaoingia katika ufalme wa Mungu, bali yeye ayafanyaye mapenzi ya Mungu. Kwa asubuhi ya leo unapoianza siku, nataka nikuambie Mungu amenipa somo linalosema Mungu anataka uwe mtakatifu leo. Katika kazi unazoziendea, Mungu anataka uwe mtakatifu. Katika safari ulio nayo, Mungu anataka uwe mtakatifu. Huko unakoenda kupiga kambi kwenye shamba lako huko kijijini, baba au mama unayeenda au binti unayenisikiliza, Mungu anataka uwe mtakatifu, ukaishi maisha matakatifu. Maana wako watu wanasafiri kwenda kwenye kilimo, wanasafiri kwenda kuvua samaki, wanasafiri kwenye biashara, huko hawaishi maisha matakatifu tena. Anasema mke wangu nimemwacha nyumbani, wazazi wangu nimewacha nyumbani, niko huru. Kwa mtu anafanya yote anayotaka. Mwingine ni mwanakwaya, ni mchungaji, ni askofu, anaweza kusafiri, anaishi maisha ya ajabu. Asubuhi ya leo unaponisikiliza, Mungu anataka uwe mtakatifu. Tena si katika eneo fulani, tunataka uwe mtakatifu katika mwenendo wako wote. Hili ndio kusudi kubwa la Mungu kumwokoa mwanadamu. Ninajua liko kusudi kuu la kanisa, kuwafanya watu wawe wanafunzi wa Kristo, na kuwabatiza na kuwafundisha, kuwabatiza katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote ambayo Kristo aliwaamuru mitume na ametuamuru sisi pia. Hilo ni kusudi kuu, tunasema ni agizo kuu la kanisa. Basi enendeni ulimwenguni mote, mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka. Hilo ni kusudi kuu. Lakini nataka nikuambie, kabla hujalifanya hilo kusudi kuu, kabla sijalifanya hilo kusudi kuu kama mchungaji, kama mtu niliokoka, jambo la kwanza ambalo ndio la muhimu, msingi wa kwanza, Mungu anaponiokoa mimi, Mungu anapokuokoa wewe, tunapokuwa
tumekusanyika kama kanisa, kama watu wa Mungu, kama viongozi wa kanisa, kitu cha kwanza kinachomfurahisha Mungu, Mungu anataka tuwe watakatifu. Kwa sababu anasema katika kitabu cha Zaburi 16:3, watakatifu walioko duniani, hao ndio walio bora, hao ndio niliopendezwa nao. Watakatifu waliopo duniani, hao ndio walio bora, hao ndio niliopendezwa nao. Na ushahidi hapa, unajua kuna watu wanasema mtu hawezi kuwa mtakatifu duniani. Kama unasema hivyo, futa haya maneno aliyoyaandika Paulo katika hii Waefeso 1 mstari ule wa kwanza, tufute. Maana nasema Paulo mtume wa Kristo Yesu kwa mapenzi ya Mungu kwa watakatifu walioko Efeso, wanaomwamini Kristo Yesu, neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana Yesu Kristo. Kwa watakatifu walioko Efeso, kwa watakatifu walioko EAGT Mikombani, walioko EAGT Mlima West, walioko Mbezi TAG, walioko wapi Church of God, walioko wapi Holiness Church, na kadhalika na kadhalika. Nataja tu hayo majina, lakini Mungu anawajua watakatifu wake popote walipo. Kikubwa Mungu anataka, cha kwanza, kabla sijaimba, kabla sijafundisha, kabla sijahubiri, kabla sijatoa sadaka, kitu cha kwanza anachotaka Mungu, anataka tuwe watakatifu. Hapa tumesoma Paulo anawaandikia Waefeso, anamwambia atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Anaonyesha ni Mungu yupi anayetaka kutukuzwa. Atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho. Ndani yake Kristo baraka zinatiririka kwa mkondo wa Yesu Kristo. Ndivyo pia anavyosema, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho. Ndani yake Kristo, sio nje ya Kristo. Usibabaike ukiona mtu amebarikiwa lakini hajaokoka, wala usibadilike, usichanganyikiwe. Baraka za kweli, baraka ziletazo amani na utulivu ndani ya mtu, ni zile ambazo mtu anazipata akiwa ndani ya Kristo. Sasa naeleza jinsi Mungu anavyotaka. Ule mstari wa 4, kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili, kama vile alivyotuchagua yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Kama alivyotuchagua kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu. Ndio kusudi la Mungu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Ili ndio kusudi kubwa, na ndio msingi wa maisha ya wokovu. Huwezi ukasema umeokoka ukiwa na maisha mabaya, machafu. Hata kama ukiwa mchungaji kama mimi, ukiwa askofu, ukawa kiongozi wa dhehebu lolote, huwezi ukawa na kibali mbele za Mungu usipokuwa mtakatifu. Ndugu zangu, napohubiri habari hii njema asubuhi ya leo, naposema neno hili la siku asubuhi ya leo, nataka nikwambie, bila utakatifu hatuwezi tukamwona Mungu. Na lazima tuhubiri utakatifu, kwa sababu utakatifu umekosekana leo makanisani. Utakatifu umekosekana. Lengo kubwa la Mungu kutuokoa. Anapotuokoa, Biblia inasema anatuhamisha kutoka ufalme wa giza, maana yake kutoka kwenye matendo maovu, na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake.
Yaani anatuhamisha kutoka gizani na kutuingiza nuruni. Yesu Kristo mwenyewe anasema, mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Mtu yeyote akinifuata hataenda gizani kamwe. Bwana Yesu atusaidie. Nataka niweke msingi hapa. Kuhubiri kwetu, kufundisha kwetu, kuimba kwetu, kufanya tendo lolote la kimungu bila kuwa watakatifu ni bure. Ni bure. Ndio maana Yesu anasema, niondoleeni kelele za nyimbo zenu. Ibada zenu na makusanyiko yenu ya dini ni bure. Hizi habari ni habari za kweli. Asubuhi ya leo unapoianza siku, Mungu anataka uwe mtakatifu mama. Mungu anataka uwe mtakatifu baba. Na kuwa mtakatifu ni tendo linalowezekana, kwa sababu ni Mungu mwenyewe anayetutakasa. Anasema katika Yohana 17:17, uwatakase na ile kweli. Neno lako ndio kweli. Tunatakaswa kupitia neno la Mungu, neno la Kristo. Zaburi 119:9 kwa vijana nasema, jinsi gani kijana aisafishe njia yake. Jinsi gani kijana aisafishe njia yake? Kwa kutii, akilifuata neno lake. Jinsi gani kijana aishi maisha matakatifu? Anasema katika Zaburi 119:11, moyoni mwangu, sijui kwako, moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Kwa kusudi la Mungu tuokoa ili tuwe watakatifu. Ndio jambo la kwanza. Kabla sijaimba kwaya, kabla sijahubiri, kabla sijawa mwalimu wa kwaya, kabla sijawa, lazima niwe mtakatifu. Ndio sera. Leo makanisani tuna shida. Swala la utakatifu ni swala ambalo wengi leo waliamini. Nataka nikuambie kuwa mtakatifu inawezekana. Na ndio kitu ambacho Mungu anataka. Anasema katika Waebrania 12:14, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hakuna atakayemwona Mungu asipokuwa nao. Sitakutendea haki wewe unayenisikiliza kupitia Lindi FM, unayenitazama kupitia Sibuka TV. Sitakutendea haki nikaridhika uimbe, nikaridhika usifu na kuabudu, nikaridhika ukafundisha, nikaridhika ukaingia kanisani, lakini maisha yako si matakatifu. Sitakutendea haki nisipokuambia Mungu anataka uwe mtakatifu. Neno utakatifu mbele za Mungu ni ukamilifu mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikuletee maandiko mengine katika kitabu cha Warumi. Warumi mlango wa 6. Warumi mlango wa 6. Bwana nikuletee Warumi mlango wa 6, nianzie mstari wa 19. Mstari wa 19 hadi wa 22. Paulo anawaandikia Warumi, anasema hivi: nasema kwa jinsi ya kibinadamu, kwa sababu ya udhaifu wa miili yenu. Kwa kuwa kama mlivyovitoa viungo vyenu vitumiwe na uchafu na uasi, mpate kuasi, vivyo hivyo sasa vitoeni viungo vyenu vitumiwe na haki, mpate kutakaswa. Kwa maana mlipokuwa watumwa wa dhambi, au kwa lugha nyingine, mlipokuwa hamjaokoka. Kwa maana mlipokuwa watumwa wa dhambi, mlikuwa huru mbali na haki. Swali anauliza, ni faida gani basi mliopata siku zile kwa mambo hayo mnayoyatahayarikia sasa?
Baba uniambie, unayenisikiliza. Mama unayenisikiliza uniambie. Vijana, mabinti zangu mnaonisikiliza, muniambie. Mtume Paulo anauliza kupitia Roho Mtakatifu, kitabu cha Warumi ule mlango wa 6 mstari wa 21. Anasema, ni faida gani basi mliopata siku zile kwa mambo hayo mnayoyatayarikia sasa? Kwa maana mwisho wa mambo hayo ni mauti. Mwisho wa mambo hayo, zina, uasherati, ulevi, ukahaba, uchawi na kadhalika. Mwisho wa mambo hayo, kuponda maisha, kustarehe, madisko. Kwa maana mwisho wa mambo hayo ni mauti. Sasa sikiliza mstari wa 22. Lakini sasa mkisha kuwekwa huru kwa njia ya kumwamini Yesu Kristo, na kuwa mbali na dhambi, na kufanywa watumwa wa Mungu. Lakini sasa, 1, mkisha kuwekwa huru. 2, na kuwa mbali na dhambi, na kufanywa watumwa wa Mungu. Paulo anawauliza hawa Warumi waliookoka, naambia, ni faida gani mliopata siku zile kwa mambo hayo mnayoyatayarikia sasa? Kwa maana mwisho wa mambo hayo ni mauti. Mstari wa 22. Lakini sasa mkisha kuwekwa huru, 1, na kuwa mbali na dhambi, 2, na kufanywa watumwa wa Mungu. Mnayo faida yenu ndio kutakaswa, na mwisho wake ni uzima wa milele. Unaweza kuona kusudi la Mungu hapa anasema, lakini sasa, yani kuanzia sasa uliokoka. Lakini sasa mkisha kuwekwa huru, 1, na kuwa huru mbali na dhambi, 2, na kufanywa watumwa wa Mungu, 3. Anasema mnayo faida yenu, ambayo ni 4, mnayo faida yenu ndio kutakaswa, na mwisho wake ni uzima wa milele. Kwa hiyo kwa mambo matatu, kuna kuwekwa huru, kuna kufanywa kuwa mbali na dhambi, kuna kufanywa kuwa watu wa Mungu, watumwa wa Mungu, kuna kutakaswa, na mwisho wake uzima wa milele. Mambo yako matano hapo. Lakini sasa mkisha kuwekwa huru, 1, na kuwa mbali na dhambi, 2, na kufanywa watumwa wa Mungu, 3, nao faida yenu ndio kutakaswa, 4, na mwisho wake uzima wa milele. Bila hivyo anasema mstari wa 23, kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Kwa hiyo lengo kubwa, kabla mimi sijahubiri, kabla mimi sijafundisha, Mungu anataka niwe mtakatifu. Leo watu wanafanya huduma, wanapenda huduma, wanapenda ibada, wanapenda kufanya mambo yote ya Mungu, wanaacha kitu cha kwanza cha kuwa watakatifu. Hii ndio shida kubwa inayoitafuna kanisa leo. Ndio kitu kikubwa kinachowaharibu watu leo. Watu wanaridhika, wakati mwingine hata watumishi wa Mungu wengine wanaridhika kuwa na watu wengi makanisani. Sio vibaya kuwa na watu wengi. Mungu anataka watu wote waokolewe. Lakini je, watu hao ambao ni wengi, mimi mchungaji naye wafundisha, ninaye kaa nao, ninajitahidi kulingana na Mungu anavyonielekeza kuwafanya wawe watakatifu? Nawaambia mambo ya wapasayo kuishi ili wawe watakatifu? Ninawasaidia kiasi gani? Lengo kubwa, Mungu anataka tuwe watakatifu. Ndio jambo la msingi. Ni kweli Mungu ametuchagua tukazae matunda, na matunda yetu yapate kukaa, ili kusudi tunapoomba tusikilizwe. Lakini hilo jambo halitaweza kufanikiwa bila mimi na wewe kuwa watakatifu kwanza. Yesu alikuja kutafuta watakatifu duniani. Alikuja kutafuta kilichopotea na kuwafanya watu wawe watakatifu duniani. Yesu hakuja kuanzisha dini. Hakuja kuleta
comedy ya wokovu duniani. Yesu alikuja kutufanya tuwe wazima, kisha tuwe na uzima tele wa roho, mwili na nafsi. Tujitakase, tuishi maisha matakatifu. Hicho ndio kitu cha msingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Wacha nisome andiko lingine katika Wakorinto wa pili tunapoelekea kumaliza. Wakorinto wa pili ule mlango wa 7 na mstari 1 wa kwanza. Paulo anawaandikia Wakorinto, anasema, basi wapenzi wangu, kwa kuwa tuna ahadi hizo, yani ya kuingia kwa Mungu, ya kukaa na Mungu. Basi wapenzi wangu, kwa kuwa tuna ahadi hizo, na tujitakase nafsi zetu na uchafu wote wa mwili na roho, huku tukitimiza utakatifu katika kumcha Mungu. Huku tukitimiza utakatifu katika kumcha Mungu. Haipendezi watakatifu wa Mungu, napoongea na wewe asubuhi ya leo, haipendezi mimi mchungaji niende kanisani, wewe mama uende kanisani, wewe baba uende kanisani. Umo katika ibada zenu, mnatoka pale mnachukuana, mke wa mtu na wewe ni mume wa mtu, mnachukuana mnaenda kwenye maisha ya dhambi. Haitakiwi. Mnatoka kwenye ibada au mnaenda kwenye mkesha, baada ya hapo mnaenda dhambini. Haitakiwi. Mnaenda kwenye mazoezi ya kwaya, mnaachana pale, mnamshukuru Mungu. Haya, tufunge mazoezi yetu ya kwaya kwa maombi. Mnamwomba Mungu. Mnatoka pale, huyu mwingine ana pikipiki, anabeba mama wa mtu, anabeba binti wa mtu, kona nyumba za wageni, na baadaye mtu anarudi nyumbani. Kesho ibada. Mambo haya yapaswa kuendelea katika nyumba ya Mungu. Nasema kama mtumishi wa Mungu, kwako unayenisikiliza, Mungu anataka tuwe watakatifu. Biblia inasema watakatifu waliopo duniani, hao ndio walio bora, hao ndio niliopendezwa nao. Mungu anatuambia, ninapomaliza kabisa nikusomee andiko la mwisho katika waraka wa kwanza wa Petro mlango wa kwanza mstari kuanzia wa 13. Kwa hiyo vifungeni viuno vya nia zenu na kuwa na kiasi, mkitumainia kwa utimilifu ile neema mtakayoletewa katika ufunuo wake Yesu Kristo. Kama watoto wa kutii, msijifananishe na tamaa zenu za kwanza za ujinga wenu, bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, ninyi nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote. Kwa maana imeandikwa, mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Mungu akubariki sana. Uwe mtakatifu katika mwenendo wako wote. Ili ndio kusudi la kwanza. Kama tungesema kusudi la kwanza au sehemu kabla hatujahubiri, hatujafundisha, hatujashuhudia, ni lazima tuwe watakatifu. Yesu Kristo alikuja kutafuta na kutuokoa sisi wenye dhambi, ili tuwe watakatifu. Mungu akubariki. Nataka niombe pamoja na wewe. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa neno lako asubuhi ya leo. Siku nzuri tunapoianza siku yako. Asante mno kwa neno hili. Wewe unataka, unapenda wote tunaokuita, tunaokuabudu tuwe watakatifu. Unataka wanadamu wote waokolewe, wawe watakatifu kama wewe. Mjalia kila aliyenisikiliza na kunitazama awe mtakatifu, kwa kuwa imeandikwa, mtakuwa watakatifu kama wewe ulivyo mtakatifu. Na kushukuru katika jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki. Uwe na siku njema.